Wanawake wengi wanaukwepa umaskini kupitia ndoa na wanaume wengi wanaupata kupitia hiyo hiyo ndoa, na hivi ndivyo inavyokuwa. Jina langu naitwa Mkaka Beats na hii ni Bongo 365. Karibu. Huu sio uchonganishi, huu ni uchumi, saikolojia ya mageuzi, yaani evolutionary psychology kwa kimombo, na elimu ya jamii, yani psychology. Ukweli mchungu ni kwamba ndoa inaweza kuwa lifti ya uchumi kwa mwanamke, lakini ikawa nanga ya uchumi inomzamisha mwanaume. Usipoingia na akili, utaingia na mali na kutoka na majuto. Hapa kuna sababu 7 za msingi kwa nini wanaume lazima wawe makini. Sababu ya kwanza ni hypergamy. Asili ya uchunguzi wa mwanamke, yaani kisaikolojia, wanawake hufanya hypergamy, kuvutiwa na mwanaume mwenye hadhi, kipato na rasilimali kubwa kuliko wao. Kwa mwanamke, ndoa inakuwa ni economy elevator, yaani akiolewa na mwanaume mwenye uwezo, kiwango chake cha maisha kinapanda papo hapo bila yeye kuhitaji miaka 20 ya kutafuta mtaji au kuchukua mikopo. Kwa mwanaume, anajikuta amebeba mzigo wa kumtunza mtu ambaye kiwango chake cha maisha kimepanda kwa gharama za mwanaume pekee. Sababu ya pili ni mtego wa majukumu ya kijinsia. Katika jamii yetu, mwanaume bado anatazamwa kama mlishaji mkuu. Mwanaume anapoingia kwenye ndoa, matumizi yake hayaongezeki mara 2, bali mara 3 au 4: mke, watoto na ndugu. Hii inafuta uwezo wake wa kuweka akiba na kuwekeza. Mara nyingi mapato ya mwanamke ndani ya ndoa huchukuliwa kama fedha zake za dharura au akiba yake, wakati fedha ya mwanaume ndiyo inayolipa kodi, ada, chakula na mengineyo. Mwanaume anafanya kazi ili familia iishi. Mwanamke anaolewa ili aishi maisha bora. Sababu ya tatu ni mtego wa muonekano, yani lifestyle inflammation kwa kimombo. Wanaume wengi wakioa wanashinikizwa na wake zao kupandisha hadhi ya maisha ili kufanana na watu fulani. Yaani mke anataka nyumba ya bei kubwa, vitu vya thamani sana, na watoto waende shule ambazo mwanaume haziwezi kiuhalisia. Mwanaume anatumia kila senti kutosheleza muonekano badala ya uzalishaji. Hapa ndipo umaskini unapoanza kumnyemelea mwanaume kimya kimya. Kabla ya ndoa, mwanaume anaweza kuishi maisha rahisi ya kuwekeza 70% ya kipato chake. Anaweza kuacha kazi akaanza biashara kwa sababu hana cha kupoteza. Baada tu ya ndoa, uhuru wa kuhatarisha pesa unapotea. Hawezi kuacha kazi kufuata ndoto zake kwa sababu ana familia inayomhitaji. Na huu ndo ukweli. Ndoa inamfanya mwanaume kuwa muoga sasa. Na uoga ni adui wa utajiri. Zipo hatari za kisheria. Katika ulimwengu wa kisasa, ndoa ikivunjika, mwanaume ndiye anayepoteza zaidi uchumi. Sheria za mgawanyo wa mali mara nyingi humpa mwanamke asilimia kubwa ya mali ambazo mwanaume alizisotea kwa miaka mingi. Mwanaume anarudi sifuri akiwa na miaka 50, wakati mwanamke anatoka na mtaji utakaomtoa kwenye umaskini moja kwa moja. Jambo la 6 tunalita blackmail. Mwanaume anapokuwa kwenye ndoa, mara nyingi anajikuta akitoa pesa si kwa sababu ya mantiki, bali kwa ajili ya kutuliza migogoro au kununua amani ndani ya nyumba yake. Mwanamke anaweza kutumia hisia ama kumnyima unyumba kama silaha kumfanya mwanaume agharamie vitu ambavyo hakuwa na mpango navyo. Mwanaume anajikuta anatoa pesa ili yaishe, jambo ambalo linamnyonya kimtaji na kibiashara kidogo kidogo. Mwanaume anapoteza mamlaka juu ya mfuko wake. Hii tunaita financial sovereignty. Sababu ya 7 ni mzigo wa ndugu wa upande wa pili, yaani mashemeji na ukweni. Kisaikolojia, mwanamke anapoolewa mara nyingi anakuja na orodha ya majeraha na mahitaji ya familia yake, social responsibilities. Kwa mwanamke, ndoa inamfanya aweze kusaidia nyumbani kwao kwa kutumia rasilimali za mwanaume, na hii inamfanya aonekane shujaa kwao. Kwa mwanaume, inategemewa utamsaidia mdogo wake mkeo, kumlipia ada, utamtibu mama mkwe na utachangia harusi za upande wa pili. Huu ni mtiririko wa pesa kuelekea kusikozalisha.
jambo linalofanya mwanaume ashindwe kukua kiuchumi. Hizi ni sababu kadhaa, lakini zipo nyingi ambazo hatujazizungumzia hapa. Wanaume wamekuwa ni daraja la wanawake kupitia ndoa, na huu ndio ukweli, na mwisho wa siku kuishia kudondoka au kufilisika au kuishia kupata maradhi. Hitimisho la kitaalamu: usimuoe mwanamke kwa sababu ana sura nzuri au anajua kupika peke yake. Ndoa ni mkataba wa kiuchumi. Dunia haina huruma kwa mwanaume aliyefilisika. Mwanamke aliyekuambia na kupenda ukiwa na pesa anaweza kuwa wa kwanza kusema ulitumia mali vibaya. Endelea kutufuatilia kwa makala zingine nyingi kama hizi hapa Bongo 365. Mimi naitwa Mkaka Beats. Mpaka wakati mwingine.